Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ameukosoa mchakato wa upeanaji wa vitambulisho unaoendelezwa na serikali, akidai kuwa serikali imeweka vikwazo kwa wananchi kutoka baadhi ya maeneo wasipate vitambulisho ili kudhibiti wingi wa kura katika maeneo ambayo ni ngome ya upinzani. Kalonzo pia amemkosoa Rais William Ruto kwa maagizo aliyotoa ya uchunguzi kufanyika ili waliowadhulumu vijana wakati wa maandamano wakamatwe, akibaini kuwa Rais Ruto alihusika moja kwa moja katika maovu waliotendewa vijana wa kizazi cha Gen Z wakati huo. Haya yalijitokeza wakati wa ziara ya viongozi wa upinzani katika kaunti za Makueni, Kajiado na Taita Taveta. Huku serikali ikizidisha juhudi za kupeana vitambulisho na usajili wa wapiga kura wapya kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Wiper. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amejitokeza kukosoa mchakato huo, akidai kuwa serikali imewawekea vikwazo wananchi wanaotaka vitambulisho kutoka maeneo ambayo ni ngome ya upinzani, huku wanaunga mkono serikali wakipewa vitambulisho kwa urahisi. Kuna mipango ya watu kwenda kupatiwa kitambulisho kwa njia ya kipendeleo kwa sababu hesabu yao haitoshi, na tunaona wanajaribu kutumia hata machief, watu hata watoto wa miaka 17 wanapatiwa kitambulisho. Ikiwa ni watu wapatiwe kitambulisho Machakos, Makueni hapa, unapatiwa ile kwa you are given ile white thing, kuambia unaenda the white slip ukingojea kwenda kuchukua kitambulisho. Wameanza kusema hata hiyo white slip hakuna Makueni, hakuna Machakos, na wanapeleka kwingine. Akizungumza wakati wa ziara yake kaunti ya Makueni, Kalonzo pia ameukosoa mchakato wa usajili wa makurutu wa polisi, akibaini kuwa jamii moja ilipewa kipaumbele katika mchakato huo. Tunataka orodha ya hawa askari wanaofuzu leo kiganjo wote 6,000, tujue ni wangapi wametoka Makueni, wangapi wametoka Kitui, wangapi wametoka Taita Taveta. Ukiuliza polisi yoyote siku ya leo, shida yake ni uniform ama nyumba, shida yake ni uniform ama ile housing levy anakatwa, shida yake ni uniform ama ile SHA anakatwa. Viongozi walioandamana naye akiwemo kinara wa DP Justin Muturi na mwenzake wa DAP-K Eugene Wamalwa wamemkosoa Rais William Ruto kwa kuagiza uchunguzi ufanyike kuwakamata waliwadhulumu vijana wa kizazi cha Gen Z wakati wa maandamano, wakidai kuwa alihusika moja kwa moja katika mauaji na utekaji nyara ulioendelezwa wakati huo. Mimi jana nimesikia William Ruto akisema ati mambo ya katiba, na yeye mwenyewe ndiye alisema vijana wapigwe risasi kwa mguu. Ati jana anasema kama kuna kosa ilifanyika, anataka uchunguzi ifanywe wa kina. Wewe ulisema watoto hawa wa dangerous criminals, ukatoa shoot to kill order, baadaye ukasema wapigwe risasi kwa miguu. Wewe ndio ulikiuka katiba. James Mwangi, Undugu TV.